Uislamu haukulazimishi ukae katika ndoa ya kuigiza, kwamba wewe waitwa ni mume wa fulani lakini hata hukai naye, bali una kimada wakaa naye. Wewe waitwa ni mke wa fulani lakini hukai naye, una mwanamume mwingine waishi naye, lakini waambiwa tu huyu ni mke wa fulani. Maslaha ni vipi? Maslahi ni kuruhusiwa watu hawa wawili ambao tayari wameshindana, hawawezi kuishi pamoja. Maslahi watu hawa wawili waruhusiwe waachane kwa wema, na kila mmoja atafute mwingine wa kuishi naye kwa wema. Au maslahi ni kudanganyana kwamba kuna ndoa hali ya kuwa hakuna ndoa, kudanganyana kwamba mimi ni mke wa fulani hali ya kuwa hata humjui aliko, waishi na hawara, na kujidanganya kwamba mimi ni mume wa fulani hali ya kuwa wewe waishi na mwanamke mwingine. Uislamu kwa kuwa ni dini ya maumbile, ni dini waqi, ni dini realistic, ni dini inayokwenda na hali halisi, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyetuumba na afahamu tabia zetu, akatuwekea kanuni kwamba pale ambapo maisha ya ndoa yameshindikana, mke na mume waruhusiwe kutafuta mbadala. Mume atafute mke mwingine na mke vile vile atafute mume mwingine. Na Uislamu tunaposema umeruhusu talaka, umeruhusu talaka kwa shingo upande, pale ambapo mbinu nyingine zote za kuinusuru ndoa ile zimeshindikana, kama tutakavyoona katika darasa zinazokuja kwamba talaka imekuja kama hatua ya tatu. Kuna hatua kadhaa ambazo yatakiwa uzipitie kabla hujafikia katika hali ya talaka, katika ufumbuzi wa talaka. Kwa hiyo Uislamu umeruhusu talaka kwa sababu ni jambo la kimaumbile, linatokea katika maisha ya binadamu na huwezi kulizuia. Na jambo hili twaliona hata kwa wale ambao si Waislamu, ambao dini yao hairuhusu talaka, lakini tuwaona katika maisha kwamba hata wao pia wanafikia kipindi wanaona kwamba hii ndoa haiwezi kuendelea. Na tuna mfano wa jambo ambalo lilibadilisha mwenendo wa ulimwengu kwa sababu tu ya talaka. Kwa mfano, historia yatuambia kwamba kanisa la England, Church of England, yani kanisa Anglikana, lilipatikana kwa sababu ya talaka. Pale mfalme Henry wa 8 alipotaka kumtaliki mkewe Katerina kwa sababu alikuwa hazai, akataka aruhusiwe amtaliki mkewe ili aoe mwanamke mwingine. Wakati huo England ilikuwa bado iko katika kanisa la Katoliki. Kanisa la Katoliki haliruhusu talaka. Mfalme Henry akaomba aruhusiwe kutoa talaka ili amuache mkewe aoe mwanamke mwingine anayezaa, kwa sababu alikuwa hana mtoto na umri ulikuwa umekwenda. Taban, lau engelikuwa ni Muislamu ilikuwa ni jambo rahisi, kwa sababu ilikuwa ni kuongeza mke tu wa pili. Lakini katika Ukristo hakuna ndoa ya mitala, kwa hiyo ikabidi aache mkewe ili aoe mke mwingine. Kanisa likakataa, ikabidi mfalme Henry ajitoe katika kanisa Katoliki, akaanzisha Church of England katika karne ya 15. Kabla ya karne ya 15 kanisa Waingereza wote walikuwa ni wafuasi wa kanisa Katoliki,